Mtazamaji wa Jambo TV, zimepita siku kadhaa tangu mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Makonda kuandika katika mtandao wake wa Instagram kuweza kumsaidia kijana mdogo aliyofahamika kwa jina la Joshua Obama mwenye umri wa miaka 14 baada ya kuona mahojiano aliyofanya na chombo kimoja cha habari hapa nchini Tanzania na kuahidi kumsaidia, lakini sio kumsaidia Joshua Obama peke yake, bali aliahidi pia kusaidia vijana 19 na akatangaza vijana 19 wenye nia za kwenda kujifunza ama kwenda vyuo vya ufundi stadi VETA, basi waorodheshe majina yao na yeye atagharamikia kila kitu. Zimepita siku kadhaa na hii leo ahadi yake basi amekwenda kuitimiza, na Jambo TV tulikuwa hapa tukifuatilia mwanzo mwisho, ambapo kiukweli tumeshuhudia vijana wengi ambao wamemiminika hapa katika ofisi hizi za mkuu wa mkoa wa Arusha wakiwa wengi zaidi hata ile idadi ya vijana 19 ambapo mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Makonda alitangaza. Vijana wengi wamejitokeza hapa wenye elimu ngazi ya O-level, lakini pia diploma wapo na hata wenye degree, na ukumbuke kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii kumekuwepo na mijadala mbalimbali kuhusiana na masuala ya VETA, kwamba wenye degree iweje waende kusoma VETA, na hiyo ni baada ya kauli ya waziri mkuu kuzungumza. Basi kukawa na mambo mengi sana ambayo yanaendelea kwenye mtandao wa kijamii. Karibu tuzungumzie na wanafunzi hao, ama miongoni mwa wanafunzi ambao mkuu wa mkoa wa Arusha ameahidi kuwasaidia na atawasomesha na gharama zote ni za kwake. Vijana wote ambao mko hapa, ni kwamba vijana wote mliokuja hapa mna ndoto na hamkuwahi kumlaumu mtu kwamba ndoto zenu zimechelewa au kuna mtu anawakwamisha, lakini mmekuwa mkimshukuru Mungu wakati wote, na hata wakati huu ambapo yeye pia anataka kumtukuza Mungu kupitia ninyi, kwa kuwa na yeye kuna wakati mwingine alishikwa mkono na watu na mpaka leo amefikia hapa alipo, kwa sababu kulikuwa kuna watu ambao Mungu amewainua, na leo Mungu amemuonesha au amemuinua yeye kwa ajili ya kuwashika ninyi mkono. Na mchakato wa ninyi kwenda vioni, kwa mtakaoenda kwenye chuo cha utalii na kwa wale mtakaoenda kwenye masomo ya VETA, mchakato unaanza leo. Na kwa wote ambao mtaenda hosteli na wale ambao mnadhani hamtopenda kukaa hosteli, gharama zote zitagharamiwa na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, na kuhakikisha masomo yenu mnayapata kwa kiwango kikubwa, ili kupitia ninyi basi tuendelee kumtukuza Mungu ambaye aliwashika watu wengine mkono, na leo mshikwe ninyi mkono na muweze kufikia ndoto zenu. Kwa majina anaitwa Haruna Burhani, ni mkazi wa Arusha, pia ni mhitimu wa shahada ya mahusiano ya kimataifa na diplomasia. Na moja kwa moja nipende kumshukuru mkuu wa mkoa wa Arusha Mheshimiwa Paul Makonda kwa kutusaidia kwa kina zaidi kuweza kukamilisha ndoto zetu kama sisi vijana, kwa sababu amefanya kitu ambacho so cha kawaida kwa watu wengine, kuweza kutambua kwamba yeye alishikwa mkono na yeye anatakiwa hashike mkono wengine. Kwa hiyo ni kauli mbiu ya sisi vijana wote, kwamba unaposhikwa mkono inabidi na wewe ugeuke nyuma uende ukashike mkono watu wengine. Unajua kitu kimoja ambacho mimi huwa nakiamini, siku zote mbuyu hauwezi ukawa mbuyu, lazima upitie kwenye hali ya mchicha. Kwa sisi, wewe kama kijana, jaribu kurudi katika hali ya kuwa mchicha ili uwe mbuyu. Usitake kuwa mbuyu kabla hujawa mchicha. Kwa vijana ambao wamemaliza degree watambue kwamba kuna tatizo la ajira. Kwa kama kuna tatizo la ajira, wajue ni jinsi gani watakavyoweza kujiinua kwa kwenda VETA kupambana na hili changamoto ya ajira, kwa sababu tunavyojua unapokuwa VETA unakuwa na ujuzi wa hali ya juu ambao utakusaidia wewe kujikwamua kimaisha, pia kuongeza pato la taifa. Kuna mambo mengi sana kwenye mtandao yanaendelea kwamba unapokuwa umesoma degree hautakiwi kusoma VETA. Mimi niweze kusema kwamba
elimu ya Tanzania kama inavyojulikana, unapokuwa umesoma degree, so kwamba labda una elimu ya practical, mara nyingi inakuwa ni theory, unakuwa hauna uwezo wa kufanya kitu ambacho kinaweza kuonekana katika jamii. Lakini unapokuwa VETA unaenda kujifunza kitu ambacho unaweza kukifanya jamii ikakiona, kwa sababu ile degree mara nyingi inakuwa ni nadharia ndo ulionayo kichwani, lakini haiko practical. Kwa uwezi hata kuwaaminisha watu nimesoma degree kwa kuona waone kitu gani unachofanya, japokuwa degree yako inakuwa ipo kichwani. Kwa hiyo kitu cha msingi ambacho vijana wanatakiwa wajue kwamba VETA unaenda kusoma kitu ambacho ni practical, ambacho kinaweza kikakuweka sokoni moja kwa moja bila kutegemea kumshawishi mtu kwa maneno. Kwa hiyo VETA inaenda kushawishi kwa vitendo, so kwa maneno. Kwa hiyo kitu ambacho mimi nakiona ni kwenda kusoma kitu ambacho kitashawishi jamii kupata kazi kwa vitendo, so kushawishi kwa maneno. Kwa hiyo mimi naona hakuna haja ya kupuuza VETA, kwa sababu VETA ni kitu ambacho ni cha msingi zaidi. Hata ukiangalia katika nchi zinazoendelea, tukisema China wanajifunza vitu kupitia chini. Ni hizi VETA ambazo unaziona hapa, wana uwezo wa kufanya vitu ambao unaona tunasema ni nchi iliyoendelea kwa sababu wana VETA. Kwa hiyo vijana wasipuuze, wasikae na degree yao kichwani wakisema bana mimi nina degree, ukafikiria utaweza kufanikiwa kwenye maisha. Mwisho wa siku utaelekea kwenye utapeli na kufanya vitu ambavyo havieleweki katika jamii yetu. Kwa hiyo ni waase vijana kwamba twende VETA, tusiwe na aibu. Twende VETA. Hakuna kitu ambacho kitakufanya uone kwamba VETA ni kitu cha ajabu, kwa sababu elimu haina mwisho. Unavyosema elimu haina mwisho, ni kujifunza zaidi kuanzia chini mpaka juu, juu mpaka chini. Haijalishi unasoma kitu gani, ndio maana ya neno elimu haina mwisho. Hatuwezi kusema elimu haina mwisho alafu ukaona ukabeza elimu ya kitu fulani, hapo unakuwa msomi. Kitu cha msingi ambacho pia nasema kwamba ukienda chuo wewe jua tu kwamba kuna kurudi VETA. Kwa hiyo wewe usifikirie ukaleta ubisho ukafikiria kwamba kuna mambo ambayo ukienda huko utakuwa ni mtu tu kwamba labda ubisho mwingi. Hapana. Jamani, VETA ni ya watu wote. Wewe nenda, rudi, tukutane VETA. Mambo kama hayo. Naitwa Maria Omange, ni mkazi wa Arusha. Mimi elimu nilionayo ni ngazi ya degree, kwa Kiswahili ni shahada. Mimi kusema ukweli, hii fursa ilivyotoka, nilivyoisikia, niliamua tu kuichangamkia, maana baada ya kuhaso muda mrefu kutafuta ajira. Maka degree niliyokuwa nayo ni degree ya ualimu, na ukitazama mtaani yani kuna hali ngumu ya maisha. Kwa hiyo nikasema kwamba ikitokea nikipata mtu atakaye ni support kunipeleka tena nikasome VETA, nitaenda. Kwa hiyo baada ya kuona lile tangazo la mkuu wa mkoa, ilikuwa ni siku ya Jumapili, basi na mimi nikaja hiyo siku ya Jumapili alitoa tangazo, Jumatatu tukaja hapa huo muda aliosema. Kweli tulifanikiwa kuonana na viongozi wa hapa ofisini kwake, wakatusaidia na hatimaye nimeweza na mimi kuwa mmoja wapo wa wale vijana kupata hiyo fursa ya kwenda VETA. Ambie umaliza chuo mwaka gani? Nimaliza chuo mwaka 2022. 2022. Ndio. Unakuwa umekaa miaka kama 3 hivi nyumbani? Ndio. Ulikuwa labda unajitolea ama? Mwanzo nilikuwa najitolea, lakini baada ya kuona yani malipo hayaendi vizuri, unaweza ukajitolea muda mwingine ukalipwa mshahara labda mwezi huu, baada yani mkakaa labda miezi 2 ukalipwa tena. Sasa ndo hivyo, na majukumu ni mengi hapo, ukiangalia sijui upange, sijui wewe mwenyewe uvae ule. Kwa hiyo nikaamua tu. Kwa ujumla, baada ya kutoka chuo mwaka 2022, hali ya mtaani umeionaje? Na hebu tuambie mawazo yako kipindi upo chuo na mawazo baada ya kufika mtaani kwa miaka hiyo 3 ambayo umekuwa mtaani baada ya kumaliza elimu yako. Hebu tueleze hapo. Baada ya kumaliza elimu yangu hii, yani kwanza mtazamo kipindi nilipokuwa chuo nilikuwa naamini kwamba nikimaliza tu, baada ya kumaliza pale, unajua tena ukishapata cheti ndo unaweza sasa kuapply sehemu zingine. Kwa hiyo nikasema nikimaliza mimi nitapata kazi, lakini imekuwa ndivyo sivyo. Kwa hiyo na baada ya kumaliza kweli nikasema huu mwaka wa kwanza nakaa nikawa nimetulia tu hivi nyumbani, lakini mambo yakawa ndivyo sivyo. Lakini ndo baadaye nikaamua kujitolea
Nilivyoona mambo huko nako nilienda kujitolea mambo sio mazuri sana, basi nikaanza kujishughulisha na vitu vingine. Sawa, kutokana na mjadala ambao unaendelea, bila shaka pale nilikusikia umezungumza mjadala ambao kuna watu wanasema haiweje mtu umalize degree alafu uende tena VETA, inakuaje? Na hiyo ni baada ya kauli ya waziri mkuu. Bila shaka uliona na mtandaoni ulikuwa unafuatilia. Wewe una degree yako na umeamua hilo kuchukua hatua kwenda VETA. Maoni yako ni yapi kuhusiana na ambacho kinazungumzwa kuhusiana na masuala ya VETA? Kutokana na hiyo mijadala inayoendelea kwenye mitandao ya kijamii, mimi ninachokiona yani kwenye mitandao ya kijamii tunashawishiana tu, lakini uhalisia wa maisha tunaujua nini sisi wenyewe. Kila mmoja akikaa kwa muda wake akijitafakari anajua kabisa hapa naweza, hapa siwezi. Kwa hiyo mimi napenda tu kuambia ambao wenzangu wenye elimu kama yangu, wenye degree ya kwanza na ya pili hata na za kuendelea ambao wako bado mtaani, fursa kama hizi zikijitokeza tusisite kuomba, tuombe, na ukiwa unasali kila kitu kinakuwa sawa. Hauni aibu labda ile nimesoma degree alafu nakwenda tena kusoma VETA? Mwanzoni ukiambia kitu kama hicho lazima ujisikie vibaya, lakini kwa sasa hivi mimi sijisikia, ni sioni aibu yoyote, kwa sababu maisha ni ya kwangu mimi, sio ya mtu mwingine. Ndo hali kama mimi ninachokiamini kwamba mpaka mtu ameamua tena kwenda kusoma kama huko ni VETA, yeye ni amejitambua. Kwa hiyo ukijitambua kuna vitu vingine uwezi ukavifanya. Kwa hiyo kule kama mimi nikienda kule natakachokifanya ni kuhaso tu na kusoma, basi mambo mengine yatakuja. Kama nimehaso muda mrefu na Mungu ameleta hii fursa, sasa kwa nini nisiitumie vizuri? Ufundi bomba. Japo kwa wengi wanaona kwamba kwa mtoto wa kike mtu hawezi kusomea kitu kama hicho, lakini mimi nimeamua hicho. Ngoja kusomea ufundi bomba sasa. Nimeamua kusomea ufundi bomba kwa sababu yani sio tu kuajiriwa tu, mimi mwenyewe naweza nikajiajiri, na kujiajiri sio tu kusema kwamba labda nitaenda tu kufunga mabomba kwenye nyumba za watu, hamna, lakini naweza mimi mwenyewe kufungua duka la vifaa vya vinavyotumia maji, spare hizo. Kwa hiyo neno lako moja tumalizie, neno lako moja kwa mkuu wa mkoa wa Arusha. Kuna wakuu wa mikoa wengi lakini wameshindwa kufanya hicho ambacho alifanya mkuu wa mkoa. Unaweza kumwambia nini? Mimi ninachowaambia, cha kwanza kwa mkuu wa mkoa wa Makonda, mimi namshukuru sana, Mungu amemuongoza kutusaidia sisi vijana. Maana kweli vijana tuko wengi ambao yani huko mtaani tunahangaika. Mungu ambariki sana, na yani asichoke, aendelee hivyo hivyo. Na pia kwa wale wenzangu wenye elimu kama yangu, elimu ya degree, yani tusikae tu yani kufuatisha ile mikumbo kwamba fulani kasema kwa mimi sifanyeje, siendi. Na haya maisha ni ya kwetu sisi wenyewe, na yani naweza nikasema kwamba ni maisha ya mtu yako, maisha yako wewe mtu binafsi, lakini sio maisha ya kundi. Jitathmini kwamba hiki hapa yani vinavyokaa hivi sina ujuzi wowote, yani labda nina elimu tu moja tu, elimu ya kada moja tu, labda ualimu au daktari au unesi, hii haijanisaidia kitu. Geuza mawazo yako kwenda upande mwingine.